Msichana huyu ni muuaji wa ajabu kidogo. Kabla ya kila mauaji, huandika tangazo la kifo cha mtu anayelenga kumuua mapema. Baada ya kazi kukamilika, hupata dola 200 kutoka kwa mhariri mkuu wa gazeti. Vera anafurahia msisimko unaotokana na kuua na pia kuandika. Lakini siku moja mambo yalibadilika. Mvulana mmoja aitwaye Riley alishuhudia moja ya mauaji yake. Cha kushangaza zaidi, Riley hakumwogopa hata kidogo. Aliongea naye kwa dharau kana kwamba hana heshima yoyote kwa muuaji huyo. Vera mara moja akaanza kufikiria jinsi Riley angekufa na tayari akaanza kuandika tangazo lake la kifo. Lakini aligundua kitu kisichotarajiwa. Riley bado alikuwa na miezi mitatu kabla ya kutimiza miaka 18. Maana yake bado alikuwa mtoto. Ingawa Vera anapenda kuua, hawezi kumuua mtoto. Riley aligundua udhaifu huo na akawa jasiri zaidi. Walikubaliana kukutana kwenye supermarket ili kuzungumza. Riley akasema wazi kwamba ili akae kimya, Vera lazima amuue mtu fulani. Kama asingefanya hivyo, angesambaza habari za mauaji aliyoyaona kwenye mitandao ya kijamii. Mvulana huyo alikuwa na akili. Alijua hana ushahidi, lakini uvumi pekee ungeweza kuharibu maisha ya Vera na kumfanya ashindwe kupata pesa zake. Vera alihisi vibaya sana kubanwa kwa njia hiyo. Lakini kilichomshangaza zaidi Vera ni kwamba mtu ambaye Riley alitaka auawe ni yeye mwenyewe. Huenda ilikuwa ni uasi wa kijana mdogo. Vera akahisi kukosa la kusema, lakini akaamua kumfundisha somo. Alienda kuogelea na Riley, polepole akamzamisha kichwa ndani ya maji. Riley alipopambana kwa nguvu kujiokoa, ilikuwa wazi kwamba mtu anayesema anataka kufa mara nyingi hataki kufa kweli. Mwishowe Vera hakuvunja sheria yake ya kutoua mtoto. Baada ya kutulia, Riley akamweleza ukweli. Alikutana na msichana mtandaoni, lakini alipokutana naye ana kwa ana, aligundua ni mwanaume. Mtu huyo alitumia picha za siri ambazo Riley alikuwa ametuma wakati wa mazungumzo kumtishia. Kama Riley asingefanya anavyotaka, angezituma kwa mama yake. Kwa bahati nzuri, mtu huyo alikuwa tayari na miaka 18 kwa sababu alikuwa amerudia darasa. Hivyo kumuua hakungevunja sheria ya Vera. Vera pia alimfahamu mtu huyo. Alikuwa Osi, mdogo wa rafiki yake wa karibu. Vera alikabiliwa na uchaguzi mgumu. Ama amlinde rafiki yake au apate dola 200. Mwishowe akachagua pesa. Kabla ya kufanya chochote, alikutana na rafiki yake kuzungumza. Wakati huo rafiki yake alikuwa amepata kazi ya kutembeza mbwa. Kipande kidogo cha nyama ya nguruwe kilitosha kulipa nusu ya siku yake ya kazi. Kwa bahati nzuri, uhusiano kati ya rafiki yake na Osi haukuwa mzuri sana. Kifo chake labda kisingemuumiza sana. Vera akaanza kuandika tangazo la kifo cha Osi. Kutoka kwa Riley aligundua kuwa Osi hawezi kuogelea. Hivyo kuzama kwenye maji ingekuwa njia bora ya kumuua. Vera akamshirikisha Riley kwenye mpango huo. Riley akamdanganya Osi aje kwenye ziwa lililo mbali na watu. Alileta chupa ya pombe kali iliyochanganywa na dawa za usingizi. Osi alipenda sana pombe hivyo hakukataa. Baada ya kunywa, alizimia haraka. Vera tayari alikuwa ametoboa mashimo kwenye mashua iliyokuwa kando ya ziwa. Wangeweka Osi kwenye mashua na kuisukuma maji. Kwa kuwa hawezi kuogelea, angekufa na polisi wangeamini tu alianguka majini akiwa amelewa. Lakini baada ya mashua kuanza kuondoka, Vera alikumbuka kitu. Aliporudi nyumbani, alipokea ujumbe kutoka kwa rafiki yake. Ilionekana tayari alikuwa ameshasikia kuhusu kifo cha kaka yake. Vera akaenda haraka kumfariji na pia kukasanya taarifa za kuandika tangazo la kifo. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Rafiki yake hakutaka tangazo la kifo cha kaka yake. Alitaka tangazo la kifo cha mbwa wa mwajiri wake. Siku chache kabla, mbwa huyo alimeza kipande cha nyama na kukufa kwa kukosa hewa.